Karibu mtazamaji wa Gavoo Media. Ifuatayo ni G-News inayosomwa kwako na Neville Ase, nikikuletea habari za kitaifa, kimataifa na michezo. Pwani. Halmashauri ya wilaya Bagamoyo mkoani Pwani imefanikiwa kupanda miti zaidi ya 500 katika eneo la mnada wa mbuzi na ng'ombe kata ya Nziga kwa Mtoro, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kurejesha uoto wa asili na kukabiliana na ukataji miti ovyo. Katibu wa wilaya hiyo Bi Stella Msofe amesema upandaji huo ni utekelezaji wa agizo la Rais Daktari Samia Suluhu Hassan la kulinda mazingira. Msofe amewahimiza viongozi wa serikali na taasisi binafsi kuendelea kuhamasisha upandaji miti ili kufikia lengo la taifa la miti milioni 1.5 kila mwaka. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha maliasili na mazingira Daktari Obeid Mwinuka ameeleza kuwa eneo la mnada litatengwa kwa mfano wa utunzaji wa mazingira. Dodoma. Mbunge Daktari Angelina Mabula amehoji mpango wa serikali kuanzisha safari za ndege kutoka Dodoma kwenda Mwanza, Mbeya na Arusha ili kupunguza gharama kwa wasafiri wanaokwenda mikoa hiyo. Daktari Mabula ametoa kauli hiyo Aprili 15, 2025 bungeni jana jijini Dodoma wakati wa kipindi cha maswali, akisisitiza kuwa ameshauliza swali hilo mara 3 bila majibu ya uhakika kuhusu kuanzishwa kwa safari hizo. Akijibu, Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kienzile ameeleza kuwa safari za Dodoma Mwanza zinatarajiwa kuanza Disemba 2025, ikiwa wakati wa tathmini bado unaendelea kwa safari za Dodoma Mbeya na Dodoma Arusha. Aidha, Kienzile amesema shirika la ndege la ATCL linaendelea kupanua mtaji wa safari zake kwa kuzingatia mpango mkakati na mahitaji ya soko. Hadi sasa, ATCL inahudumia vituo 26 kutokea Dar es Salaam, ikiwemo vituo 14 ndani ya nchi, ikiwa sehemu za jitihada za serikali kuboresha usafiri wa anga nchini. Kagera. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara na Sheria Franklin Rwenzimula ametangaza kuanzishwa kwa kampeni ya siku 9 huduma ya kisheria katika wilaya ya Misenyi, ambapo timu maalum itasikiliza kero za sheria katika vijiji 3 kila siku. Amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi ili kupata ufumbuzi wa changamoto zao pamoja na elimu ya kisheria. Mbunge wa jimbo la Nkenge Florentine Kiombo amesema kampeni hiyo ni fursa muhimu kwa wananchi ambao hawana uwezo wa kuajiri mawakili. Amewahakikishia wananchi kuwa kupitia huduma hiyo masuala yao ya kisheria yatatatuliwa kwa usahihi na uhakika. Kiombo pia ameshukuru serikali kwa kujenga mahakama ndani ya wilaya ya Misenyi, akisema uwepo wake umewezesha wananchi wanyonge kupata haki bila kulazimika kusafiri kwenda Bukoba. Na kunako anga za kimataifa, Marekani, Rais Donald Trump ametangaza kuzuia fedha za Marekani zaidi ya dola ya Marekani bilioni 2 zilizokuwa zitolewe katika chuo kikuu cha Harvard. Trump amevituhumu vyuo vikuu vingine pia kushindwa kuwalinda wanafunzi wa Kiyahudi, hasa baada ya maandamano ya kupinga vita dhidi ya Gaza. Michezo. Timu ya Simba imeeleza azma yake kutoa ubingwa wa kombe la shirikisho Afrika, ikiwa zaidi kufikia nusu finali. Msemaji wa klabu Ahmed Ali amesema malengo ya Simba ni makubwa na waridhiki na nafasi ya 4 au nusu finali. Amewataka mashabiki waendelee kuiamini timu yao na kujitokeza kwa wingi uwanjani. Amehakikisha kuwa mabadiliko ya uwanja wa mchezo dhidi ya Stellenbosch FC hadi uwanja wa Amani Zanzibar hayataathiri morali ya timu, akisema kanzu imebadilika lakini shehe ni yule yule. Amesema lengo ni kuwapa kipigo Stellenbosch FC na kuendelea na safari ya ubingwa. Amesema siku ya mchezo itakayoangukia Pasaka, milango itafunguliwa kuanzia saa 5 asubuhi na kutakuwa na burudani maalum. Amewataka mashabiki wote kujiandaa na kelele kama silaha kuwachangia timu pinzani. Mpaka sasa tumefikia mwisho wa G-News. Ulikuwa nami Neville Ase. Usisahau kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kwa jina la Gavoo Media. Pamoja hatua kwa hatua. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.